Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kwa kusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika tamu huko. Kwanza kabisa, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema bajeti ya jeshi la Urusi inapaswa kudhibitiwa ili kuhakikisha mzozo unaoendelea nchini Ukraine unamalizika. Kallas amesema hayo mbele ya waandishi wa habari mjini Brussels na kuongeza kuwa makubaliano yoyote ya amani yanahitaji kuihusisha pia Urusi. Naye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akihutubia mbele ya bunge mjini Berlin kuhusu mzozo huo ameeleza kwamba makubaliano ya amani ya Ukraine hayawezi kutiwa saini bila idhini ya Ukraine na Ulaya. Na amesema juhudi za Marekani kutatua mzozo huo zinakaribishwa, lakini uamuzi kuhusu masuala ya Ulaya yanaweza kufanywa kwa makubaliano na Ulaya pekee. Kauli za Kallas na Merz zimetolewa wakati Marekani ikitarajiwa kufanya majadiliano na Urusi hivi karibuni kuhusu mpango wa kuvimaliza vita vya Ukraine wenye vipengele 28 uliowasilishwa na Rais Donald Trump. Sasa twende kwenye uwanja wa kivita. Ndege za kivita za Sukhoi Su-35S zilizotengenezwa Urusi zimeweza kufanya mashambulizi na kushambulia ndege za kivita za Marekani aina F-16 zilizotengenezwa Ufaransa hadi kwenye mwinuko wa chini na kulazimisha ndege za NATO kufanya kazi kwenye mwinuko mdogo nyuma ya mstari wa mbele katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la teknolojia la serikali Rostec, Sergei Chemezov, anasema ndege za Marekani F-16 na Mirage za Ufaransa hazina kitu mbele ya ndege za kivita za Sukhoi Su-35S. Haya ni moja mafanikio ambayo Urusi inaendelea kujivunia kupitia silaha zake, basi zinaendelea kufanya maajabu kulikweli katika uwanja wa kivita kwenye vita vyake na Ukraine. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimelenga makazi kwenye mkoa wa Belgorod nchini Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani 106 na kurusha makombora 13 katika saa 24 zilizopita. Makao makuu ya uendeshaji wa kikanda yameripoti kupitia Telegram. Vile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1460 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 180 na magari matatu ya kivita kwenye eneo la Batyr kaskazini mwa Urusi. Takriban wanajeshi 230 pamoja na silaha nyinginezo mbalimbali ziliweza kuharibiwa. Raia mwanamke amejeruhiwa kwenye shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye mkoa wa Rostov. Gavana Yuri Slusar anasema Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vichocheo vizito vya moto vya Solny Stepek vya kundi la vita la mashariki mwa Urusi vimeangamiza ngome za vitengo vya mashambulizi vya Ukraine karibu na mji wa Gulapol katika mkoa wa Zaporizhzhia. Anasema upelelezi wa angani uligundua nafasi za ulinzi wa adui zikiwa na vikwazo vya kuimarisha na vituo vya kufyatua risasi karibu na makazi ya Gulapol katika mkoa wa Zaporizhzhia. Kulikuwa na viratibu vilivyopelekwa mara moja kwa wafanyakazi, ikiwemo mitambo ya Solny Stepek TOS-1 ambayo viliweza kurusha risasi na kufanikisha malengo hayo. Vile wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Kharkov wanakataa kupigana na wanaharibu maagizo ya makamanda wao. Mtaalamu wa kijeshi wa Urusi Andrei Marochko anasema ripoti zinakuja kwamba kitengo cha kimkakati cha jeshi la Ukraine ambacho kingepelekwa katika mkoa wa Kharkov kinaharibu maagizo kutoka kwenye amri ya juu. Kitengo cha mashine cha kikundi cha mapigano cha Hortitsa kinaripoti kwamba kiko tayari, kwani kina vifaa vya 40% tu magari ya kile kinachopaswa kuwa nacho. Hali hiyo iko karibu kupoteza askari. Vile wanajeshi wa Urusi inaelezwa kwamba hutumia takriban aina 10 za ndege zisizo na rubani za hali ya juu zilizotengenezwa na shirika la teknolojia la serikali Rostec katika operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Kampuni za Rostec zimeunda na zinaendelea kutengeneza mifumo mingi isiyo na rubani ya ukubwa na majina mbalimbali, hasa takriban aina 10 za ndege zisizo na rubani za kijeshi zenye uwezo wa upelelezi zinatumwa kwa mafanikio katika eneo la operation maalum ya kijeshi. Zinajumuisha mifumo inayojulikana, kwa mfano risasi ya Kub, ambazo zinaweza kushambulia ndege zisizo na rubani za Skat 350M zinazozalishwa na kundi la
Kalashnikov ambazo zimeonyesha ufanisi bora katika mazingira ya mapigano. Vile vile kwenye uwanja wa kivita, afisa mpya wa Marekani anayehusika na suala la Ukraine amefanya mkutano uliopangwa na maafisa wa Kiev na mkutano usiotarajiwa kabisa na maafisa wa Urusi katika Falme za Kiarabu. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anawaambia waandishi wa habari. Alieleza kwamba maafisa wa ujasusi wa Urusi na Ukraine mara kwa mara hukutana huko Falme za Kiarabu kujadili mara nyeti. Afisa mpya wa Marekani anayehusika na swala la Ukraine kwa sasa alijitokeza ghafla kwenye mkutano huo, Ushakov alibainisha. Kwa kadiri ninavyoelewa, alikutana na maafisa wa Ukraine, jambo ambalo lazima lilikubaliwa mapema. Pia alifanya mkutano na wawakilishi wetu, jambo ambalo alikutarajiwa kabisa, msaidizi wa rais wa Urusi aliongeza. Vile vile Kiev inataka kurejesha udhibiti wa kiwanda cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhzhia chini ya mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump, lakini makubaliano yoyote yaliyofikiwa yatategemea hali halisi, si mapendeleo ya Ukraine. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la nishati la atomic la Rosatom Alexei Likachev anasema msimamo huu pia unaungwa mkono na viongozi wa utawala wa Kiev, lakini makubaliano yatafanywa si kulingana na mahitaji ya Ukraine, bali kulingana na hali halisi, alieleza. Wakati huo huo, uongozi wa nchi hauzuii matumizi ya umeme wa Ukraine ndani ya ushirikiano wa kimataifa. Kwa kweli, hatuzuii ushirikiano wa kimataifa hata kidogo, Likachev aliongeza. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.